Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 15, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Mika, sura ya 2, aya ya 1 hadi ya 5. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 12, aya ya 14 hadi ya 21. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 12, aya ya 14 hadi ya 21. Mafarisayo walitoka wakafanya shauri juu ya Yesu jinsi ya kumwangamiza. Na Yesu hali akiyafahamu hayo, akaondoka huko, na watu wengi wakamfuata. Akawaponya wote, akawakataza wasimdhihirishe, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, "Tazama, mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu, moyo wangu uliyependezwa naye. Nitatia roho yangu juu yake, naye atawaangazia mataifa hukumu. Hatateta wala hatapaza sauti yake, wala mtu hatasikia sauti yake njiani. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima, hata ailetapo hukumu ikashinda. Na jina lake mataifa watalitumainia." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, tuungane kwa pamoja katika tafakari ya Injili tuliyoisikia hivi punde. Injili ya Mathayo sura ya 12, aya ya 14 hadi ya 21. Tunaona ni mwendelezo ambao Yesu anaendelea kuufanya wa kutenda miujiza kuwaponya watu. Ni mwendelezo ambao katika mwanzo mwa sura ya 12 katika Injili, Yesu anayatenda haya siku ya Sabato, ambayo ni kinyume cha sheria za Kiyahudi, na hivyo Mafarisayo wanapanga njama juu yake. Yesu anapowaponya wagonjwa, anawaambia wasimdhihirishe, kusudi liweze kutimia lile neno. Yesu anafanya haya sio kwa ajili ya kujichukulia umaarufu au sifa, bali ni kwa upendo na uwezo wake wa kimungu. Tukirejea katika Injili aya ya 20, mwinjili akitumia maneno ya nabii Isaya akisema, "Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima, hata ailetapo hukumu ikashinda." Daima inamdhihirisha Yesu kama kitulizo cha wenye shida, waliokata tamaa, wanaoteseka, wenye dhambi, hata pia walio dhaifu kiroho. Kwani yeye ndiye chumvi yenye uzima wa milele na yenye kuleta matumaini mapya katika yale yaliyofifia. Kristo ndiyo upendo kamili wenye kuleta ukombozi wa ulimwengu. Daima Kristo anaendelea kutekeleza wajibu wake, angali akitambua Mafarisayo wameshaweka njama juu yake. Leo sisi kama viumbe vya Mungu tunajifunza nini? Daima Yesu anatualika kutambua kuwa siku ya Sabato ni ya kutenda yaliyo mema, hasa kwa wale wasiojiweza na wenye shida mbalimbali. Tukitambua kuwa hayo yote tunafanya kwa sifa na utukufu wake, pasipo kutafuta majigambo, sifa au hata umaarufu, bali tuyatimize hayo kwa upendo. Yesu anatualika pia, yeye ambaye alikuja kutukomboa kutoka utumwa wa dhambi, tuwe msaada kwa wale wasiojiweza na wenye kupoteza tumaini kwake. Daima tujitoe bila kujibakiza, tukitambua kuwa huo ndio upendo wenyewe. Tunapoendelea na tafakari juu ya mwezi wa damu takatifu ya Yesu Kristo, ituongoze tuwe tumaini ya vilio vya damu, tukitambua kuwa yeye alimwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Hivyo nasi leo tuombe nguvu ya damu takatifu ya Yesu
iweze kutuongoza katika kuleta tumaini jipya kwa wale wanaopitia changamoto mbalimbali za kimaisha. Daima tuwe nuru katika giza. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Evensi Mutayoba wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari di Bufalo, Kola, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Damu ya Yesu inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu.